بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح, tukiwa bado kwenye kitabu al-adhan. قال نسيما: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. mlango unaozungumzia takhfifi al-imami, kupunguza imamu fil qiyami, katika kisimamo. Imam kupunguza, kufaa kwa imamu kupunguza kisimamo kisiwe kirefu. Wa itmami arruku'i wassujudi, na kukamilisha kwa ukamilifu rukuu na sujudu. Rukuu yake na sujudi yake ikamilishwe, isiendwe kwa haraka. Lakini pia kwenye qiyam, kwenye kisimamo cha kusoma Qur'ani, imam anatakikana apunguze, asirefushe kupitiliza, kwani huku kunaweza kukawa kuna wadhuru wale ambao ni maamuma, tena wale ambao dhulhaja, wenye haja. Na upande wa rukuu na sujudi azikamilishe, kwa maana kwa utulivu wal itmiinan. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, pokelewa kutoka Abu Mas'ud, anna rajulan, kwamba mtu mmoja, qala, alisema: wallahi ya Rasulullah, namwapia Allah, ewe mtume wa Allah, inni la ataakharu an salati alghadati, hakika yangu mimi, la ataakharu, ni mwenye kuchelewa, an salati alghadati, kuna kuswala ya asubuhi. Hakika yangu mimi ni mwenye kuchelewa na kuiacha swala ya asubuhi, min ajli fulani, kwa ajili ya mtu fulani, mimma yutilu bina, kutokamana yutilu bina, anaturefushia sisi kisomo chake cha Qur'an cha asubuhi ni kirefu sana, mpaka mimi nachelewa kabisa kuiacha swala ya asubuhi katika jamaa. Alipoyasema haya maneno, fama raaitu rasulallahi, Abu Mas'ud anasema sijapatapo kumwona mtume sallallahu alayhi wasallam, fi maw'idhatin, katika mawaidha, fi maw'idhatin, katika mawaidha yoyote sijapatapo kumwona mtume, ashadda ghadaban, ana hasira kali, minhu, kuliko mawaidha haya ambayo yaumaidhin aliyoyatoa siku hiyo. Baada ya kuwa ameambiwa jambo hili la huyo mtu, mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda kwenye mimbar. Baada ya kupanda katika mimbar, akazungumza maneno makali sana, kiasi cha kwamba Abu Mas'ud anasema sijawahi kumwona mimi mtume akikasirika zaidi kuliko nilivyomuona amekasirika katika siku hii. Katika hayo maneno, thumma qala, mtume kisha alisema, baada ya kuambia ayu nasu kadha wa kadha, kisha akaja akasema, inna minkum munafirin, hakika kati yenu kuna wanaowakimbiza watu. Inna minkum munafirin, hakika kati yenu nyinyi kuna wale ambao wanawakimbiza watu. Wapi? Katika swala. Fa ayyukum basi yeyote kati yenu, ma salla bin nasi, pindi atakapowasalisha watu,
falyatajawaz, basi na apunguze kiasi. Falyatajawaz, na apunguze kiasi. Kwa sababu gani? Fa inna fihi mudha'ifa, kwa sababu ndani ya hao maamuma kuna watu madhaifu. Fa inna fihi mudha'ifa, kika kati yao hao waumini kuna dhaifu. Walkabira, na kuna mtu mzima. Wadhal hajati, na mwenye haja na shida na matatizo na majambo, basi punguza. An Jabir radhiyallahu anhu hadithu Muadh, pia Jabir hadithi ya Muadh anasema, wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tuliyopita hadithi ya juu Jabir bin Abdullah wa Muadh, mtume sallallahu alayhi wasallam qala lahu, alimwambia Muadh, falaula sallaita, lau wewe ungewasalisha watu kwa kusoma bisabbih isma rabbikal a'la, ukaisoma sura hiyo sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, na hii ni katika awasitu almufassal. Bali pia ungewasomea watu washamsi wa duhaha, washamsi wa duhaha, na pia vile vile ungewasomea sura hiyo hivi katika mpangilio wa majuzuu, mpangilio wa sura kwenda mpaka suratul Nas. Kati ya sabbih isma na washamsi wa duhaha, ipi inayoanza? Sabbih isma. Baada ya sabbih isma inafuata sura gani? Hal ataka hadithul ghashiya. baada hal ataka la uqsimu bihadha albalad au alfajr, والفجر لا أقسم بهذا البلد رفن والشمس. طيب، بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أي والليل نبعد والشمس زين. طيب، kwa mtume alimwambia Muadhi, basi kwa nini usiwasomee watu sura mfano kama hizo kuliko kuanza kutafuta suratul Baqara tena salatul Isha? Hadithi hizi mbili zinabeba maudhui ya kichwa cha habari kinachotamkwa huko juu ya kwamba haitakikani kwa imam kuwa ni mwenye kuwakimbiza maamuma katika swala kutokamana na kuwarefushia swala au kuwarefushia kisomo, na hali ya kuwa ndani ya hao watu pana madhaifu, manake wagonjwa labda mathalan, pia kuna watu wazima, na pia vile vile kuna watu wana matatizo mbalimbali. Kwa nini lao mtu asisome sura hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Faida ya hadithi hizi, hiyo ni faida ya kwanza. Ya pili, katika hadithi hii angalia haya maneno aliyosema hapa al-Imam Bukhari, babu takhfifi al-imam fi al-qiyam wa itmam ar-ruku', kisha ameleta hadithi ya Ibn Mas'ud. Kuna mtu alimwambia Mtume maneno haya kwamba huyu mtu yeye anachelewa swala kwa sababu ya mtu fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, alipanda kwenye mimbar. Pointi ya pili, faida ya hadithi, alipopanda kwenye mimbar Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna minkum munafirin, hakika kati yenu pana watu wanawakimbiza watu katika swala. Faida ya hadithi chikipengele. Faida gani? Qala ahlul ilmi, wanasema wanawachuoni kwenye hichi kipengele, jawazu, panafaa ikhfai dhikri asma'i nnasi, kuficha kutaja majina ya watu. Ni ndani ya hichi kineno, haya maneno, kwamba panafaa yule anayetaka kutahadharisha watu wengine kwenye maqam haya, kwenye sehemu kama hii, ikhfai dhikri asma'i nnasi, kuyataja majina ya watu. Fa inna dhalika, hakika tendo hilo la kufanya hivyo, au wa arshad, linahifadhi zaidi na linatoa mwongozo zaidi.
kika miongoni mwenu pana watu na wakimbiza watu. Neno hili atajihisi kila mmoja, hata kama yule ambaye hayupo. Hili neno aw'a wa arshad linahifadhi zaidi uelewa wa watu, lakini pia linamuongoza kila mmoja ambaye ni katika maimamu. Atajiona labda yeye ndio amekusudiwa na vinginevyo na vinginevyo. Kwa hiyo yeye mwenyewe pale pale atapata nguvu ya kujirekebisha. Kwa hiyo haya maneno yanathibitisha wazi kwamba inajuzu kwenye baadhi ya mawaqi na baadhi ya maqam kutokutaja majina ya watu ukafanya taamiman, kujumlisha kwa pamoja. Lakini faida ya pili kwenye hilo neno, hadithi hii kwenye hicho kipengele kinaonyesha kwamba inajuzu, inafaa kutokudhihirisha majina ya watu kwenye baadhi ya maqam, lakini pia vile vile inajuzu kuyataja maneno ya watu, kuyataja majina ya watu kwenye baadhi ya maqam, baadhi ya nyakati. Yani hii zote ni pacha mbili, zote ni pacha mbili. Uthibitisho wa nukta ya kwanza ni wale watu waliokuja kwa mtume wakiwa watu wa sampuli tatu, waliotoa ahadi kwenye nafsi zao baada ya kuzichunguza ibada za mtume, kaannahum taqalluha, kana kwamba wao walizidogosha. Wakaona mtume kumbe huwa analala, mara wakati mwingine anaamka, mara tena huyu mtume anawaingilia wake zake, wakati mwingine pia anaoa, na kuna wakati anafunga, wakati nyingine hafungi. Wao wakaweka maazimio, watu watatu. Mmoja akasema mimi sintokula daima mchana tena, basi mimi ni kufunga. Mwingine akasema mimi silali tena usiku. Mwingine akasema mimi siwezi kuoa kamwe. Kama mtume anafanya haya kwa kiasi hichi cha upungufu na amepata daraja la unabii, daraja kubwa, kwa nini mimi ambaye nitakayejitoa kisawasawa nisipate kheri, hata kama sintomfikia huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maneno haya walipoyasema, mtume alipanda pia mimbar, alipanda mimbar, akafika akasemaje? Hakuanza kusema nimefikiwa na taarifa na fulani na fulani na fulani wanafanya hivi, la. Akasema ma balu aqwamin, wana nini watu? Ma balu aqwamin, wana nini watu wanaotoa ahadi kadha wa kadha wa kadha, faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayeacha mwenendo wangu huyo sio katika mimi. Uthibitisho wa pili wa kuonyesha ya kwamba inafaa kwenye baadhi ya maqam kufanya ta'mim, kueneza kauli, kutokum ashiria fulani na fulani na fulani na fulani na fulani. Hili wanasema ni aw'a wa arshad, linahifadhi zaidi, lakini pia linamuongoza mtu mwenyewe kwamba hapa nakusudiwa mimi, hapa nakusudiwa mimi, hapa mimi sipo. Yeye mwenyewe linamuongoza. Lakini wakati huo nukta ya pili kwamba inafaa kwenye baadhi ya maqam, mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo, kuwataja watu. Mfano, idha hasala fihim alada, pakitokea uadui mkali sana, pakitokea uadui kiasi cha kwamba watu wanafanya mpaka dhulma ya kuwadhulumu wengine, itafaa wakati huo idhaharu asmaihim. Mfano, mtume sallallahu alaihi wasallam aliyadhihirisha majina ya watu, tena kwenye salatu subhi, kwenye sala ya subuhi. Mtume alayhi wasallam alipokuwa na swali akasema Allahumma la'an fulanan, ewe Allah mlaani fulani, mlaani fulani, mlaani fulani. Na ni watu walikuwa ni mushrikun, walikuwa ni makafiri ambao walifikia kiwango cha juu cha uadui dhidi ya Uislamu na dhidi ya da'wa ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia mifano iko mingi kwenye hichi kipengele cha kuonyesha kuna wakati kifikia unaruhusiwa pia kutaja watu kwa, lakini ta'mim ni aula zaidi, kueneza ni bora zaidi. Tayib, jambo la pili jambo la tatu katika hadithi hii, fa ayyukum ma salla bin nasi falyatazawwaj, yeyote atakayewasalisha watu basi apunguze. Tayib, neno atajawuzu, neno hili atajawuz, kupunguza, hal atajawuzu yakunu min qibali al-imami, je kupunguza kunaendana na mtazamo wa imamu, au min qibali nabiyyin mukhtari, au linatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawab, kupunguza kunakokusudiwa hapa kunatokamana na mafundisho ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma jana kwamba
mgawanyo wa sura umegawanyika sehemu 3 mpaka 4. Kuna za kwanza inaitwa sab'u at-tiwal, kuna sura 7 ambazo ni ndefu sana. Sura 7 kwenye Qur'an zinaitwa sab'u at-tiwal, ni sura 7 ambazo ni ndefu, zina aya 200 huko 300 na zinginezo. Hizi ni sab'u at-tiwal. Alafu vile vile aina ya pili ya sura zilizomo ndani ya Qur'an ni at-tiwalul mufassal, ni ndefu zenye vituo vingi. Tukataja jana zinaanzia suratu Qaf wal Qur'anil Majid, zinakwenda mpaka baadhi unasema ni wailul mutaffifina, wanasema abasa wa tawalla, wanasema idha shamsu kuwirat, zinaishia hapo. Hizo ndo ndefu hizi zenye vituo vingi. Halafu baada ya hapo kuna awasitul mufassal, yani kuna zile ambazo mkati na kati lakini pia zina vituo vingi, zinaanzia hapo imma idha samau inshaqqat, au zinaanzia wasamai dhati al-buruj, zinakwenda mpaka wadhuha wal-layli idha saja. Hizi ni zakati na kati, awasitu al-mufassal ni zakati na kati zenye vituo vingi. Kisha baada ya hapo qisarul mufassal, kuna zile sura ambazo ni fupi zenye vituo vingi, ni wadhuha mpaka qul a'udhu birabbin nas. Hadithi iliyopita ya Jabiri, mtume alimwambia Jabiri kwenye salatul isha, soma awasitul mufassal, katikati, zile za kati na kati, zile ambazo zina vituo vingi, kwa maana kuanzia hapo mpaka kwenye wadhuha wal layli idha saja. Lakini pia vile vile mtume alipotumwambia huyu fali yatajawaz, maana yake punguza kwa kile kiwango ambacho mtume amepunguza. Basi hii ndio yetu iktisadu min sunna najat, kubaki katika kufuata sunna, huko ndio kuna kufaulu, huko ndiko kuna kufaulu. Kwa hiyo sio tajawuz min qibali ra'sik, sio kupunguza kuna kutokamana na kichwa chako wewe imam au unayesalisha. Kalla, at-tajawuz inakuwa mittibai as-sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam. Jambo la mwisho katika hadithi ya pili ya Jabir ambayo nimeulizeni hapa ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Muadhi, kwa nini usiwasalishe watu ukawasomea walau sabbihisma rabbikal a'la au wash-shamsi wadhuhaha au wal-layli idha yaghsha? Nimekuulizeni swali, je, sabbihisma na wash-shamsi ipi ya mwanzo alafu inafuata nyota zake? Mmeniambia ni sabbihisma rabbikal a'la, kisha ikaja ikafuata wash-shamsi wadhuhaha, kisha ndio wal-layli idha yaghsha. Makusudio yangu ya kuulizeni hivyo ni kwamba haijathibiti, labda hiyo ni sehemu ndogo tu, haijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma sura ya chini raka ya kwanza, raka ya pili anasoma sura ya juu. Haijathibiti. Narudia tena, haijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaswalisha raka ya kwanza sura ya chini. Mfano akasalisha akasomesha raka ya kwanza akasoma qul a'udhu birabbin nas, halafu raka ya pili akasoma ra'aita alladhi yukadhibu bid-din. Haijawahi tokea hivyo, na ndio madhhabu ya Malikia ya kwamba mtu apangilie bitartibi almashafi, aswalishe watu kwa mpangilio wa msahafu. Kwa hiyo kama ulianza raka ya kwanza suratul Baqara, basi aya ya pili au raka ya pili tafuta zilizoko chini ya Baqara sura. Kwa hiyo utasoma al-Imran, utasoma ar-Ra'd, utasoma Ibrahim, sahihi. Lakini sio uanze Ibrahim, suratu Ibrahim, alafu raka ya pili unakuja kusoma suratu Tauba, huku mkuvuruga utaratibu wa msahafu, Chukua mfano mwingine mwepesi, mtume swalla siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa, sunna iliyothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sura 4 zilikuwa zikisomwa. Moja, alikuwa anasoma kwenye raka ya kwanza suratul Jumaa, suratu al-Jumaa, kisha raka ya pili anasoma sura gani? Al-Munafiqun, idha jaaka al-munafiquna qalu, hiyo sura Munafiqun. Kwa hiyo utaona suratul Jumaa ndio iko juu, alafu inayofuata chini yake suratu al-Munafiqun. Lakini pia vile vile sura ya tatu nyingine alikuwa anasoma suratul Jumaa siku ya Ijumaa, anasoma sabbihisma rabbikal a'la, kisha raka ya pili anasoma sura gani?
suratul Ghashiyah. Je, suratul Ghashiyah iko juu ya sabbi isma au iko chini? Iko chini, nafuatia, kuonyesha kwamba ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume SAW alaihi wasallam. Haya, suratul, siku ya Ijumaa tena pia vile vile suratul Fajiri, swala alfajiri siku ya Ijumaa, rakaa ya kwanza nasoma sura gani? Suratul Sajida. Rakaa ya pili suratul Insan. Sajida ni ya juu, insani ni ya chini, kuonyesha huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio mtu aanze ya chini kisha rakaa ya pili tupeleke tena huko juu mwanzo tena. Hapo unaubadilisha utaratibu wa nini, wa msahafu namna ulivyo. Kwa hiyo al-asah wal ahsan, vizuri zaidi. Hata sura katika kipindi cha sala Eid, salatul Eid, salatu al-Eid, Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa ya kwanza baadhi ya nyakati alikuwa nasoma Qaf wal Qur'an al-Majid, Qaf wal Qur'an al-Majid, rakaa ya kwanza siku ya Eid kwenye musalla wa Eid. Rakaa ya pili sallallahu alaihi wasallam akasoma iqtarabati sa'atu wa inshaqa al-qamar. Haya, Qafu na iqtaraba, ipi iko juu? Qafu iko juu, halafu inafuata nini? Iqtarabati sa'atu wa inshaqa al-qamar. Kwa hiyo kuonesha huo ndio utaratibu, asianze mtu ya chini afuate ya juu, ya juu ya chini, akawa na vuruga. Kwa hiyo ni faida ambayo tunaipata kwenye haya maneno aliposema falaula sallaita bisabbi isma rabbikal a'la washamsi waduhaha wallayli idha yaghsha. Salla mwisho. Je, hizi sura tatu hizi zilizotamka hapa zipo kwenye tiwalu almufassal au awasitu almufassal au qisaru almufassal? Awasitu, zakati na kati. Hizi ni zile sura za kati na kati ambazo zina vituo vingi, sio qisar wala tiwal almufassal. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.